I would like us to go directly to our topic today. It's a teaching sermon. And I want to teach you about commitment. And the commitment, we will talk about commitment, 5 ways of commitment. Commitment inaitwa nini na Kiswahili? Siwedi ya vijana. Kujitolea, kujitolea. Nati kujitolea, tutaongea mambo mata. Moja, commitment of your heart, giving God your heart. Hiyo ni moja. Number 2, giving your body as a living sacrifice. Those are 2. 3, giving God your time. Those are 3. Number 4, giving God your monies and properties and whatever. 5, giving God your talent and profession. I don't know how you manage, but God, you'll be able to talk for himself through me. So the first one, we are talking about commitment of our heart, giving God our heart. How can you give God your heart? If you read Romans 10 verse 9, inasema namna gani? It is, we confess with our mouth and believe in our hearts that Jesus Christ died and resurrected, and then we are saved. So, the number 1, giving. Kujitolea kwako number 1. Ikupatia Mungu roho yako. And how can you pluck your heart and give God? So, you don't pluck your heart and give God. What you do is getting saved. And before anything else, unajua wakati yote tukiongea mambo ya kujitolea, watu wanafikiri ni pesa. Hata ukipea Mungu pesa bila kumpatia roho yako, naweza kuwa kazi sio kazi nzuri vile. Sitaki kuita bure, lakini the first thing ni hiyo. Na ukienda Revelation 20 verse 11 hapo utakuta tukienda kule biguni, and you meet that there are so many books there in heaven. But the first book to be read is the book of life. Whereby, when you get saved, you can see when we pray for somebody who is saved, we say, God, uondoe jina lake katika kitabu cha what? Cha mauti, alafu umwandike katika kitabu cha uzima wa milele. That book ndio itatolewa kwanza. So, you may do so many things, but you know that will be the first book. There are many books, yes, but the first book to be read is that one. If you miss that one, it is unfortunate that you will not be given the other gifts that you are given. Are we together? So when we are in the church, the first thing we should do is to give God our life. If I had ample time, I could have expounded on that, but salvation is key. Tunachikana. Na mimi nasema kila mara ya kwamba mtu asigojee sana ati ataokoka tu wakati amegojeka ako kwa hospitali ndio sasa anaenda pale anahubiriwa. Na watu wengine wameleta hata mambo ya uongo kwa wakati tunatayarisha mambo ya masiki. Unasikia mama anakuja anasema hii mzee mimi ningeomba asikwe kama mtu ameokoka. Kwa nini? Wakati nilienda kwa hospitali na nikamnenea mambo ya Mungu na nikamwambia unataka kuokoka, alifanya hivi. Sasa kufanya hivi ni kusema nini? Na haongei hivi. Hiyo ndio kuokoka. Hivi. Si uokoke na midomo na uokoke wakati uko na nguvu ufanyie Mungu kazi. Are we together? So the first thing, na hapo na sadwero sana. The first thing to give God is your heart. Get saved, then follow. And you cannot grow spiritually without being born again. Unasikia? Mimi ni daktari. And I know. Mtoto akifikisha miezi 9 hawezi kaa kwa tumbo tena, atakufa. Lazima atoke. Ndio aanze kukua. Tutoke kwa wokovu. Hiyo si jambo mzuri sana ya kuongea, lakini the first thing salvation. Number 2 tulisema ni nini? Na tuongee na nyinyi. Unajua ingekuwa siko London ningekuwa hapo ndani tukiongea kwa sababu teacher anaendaga hata kuuliza swali. So number 2 tulisema give God your body as a living sacrifice. Romans 12 verse 1 says give God your body as a living sacrifice.
Sasa hii mwili utafanya nini? Kujitolea kwa kupatia mwili kwa Mungu is vile unajitolea kufanya kazi ya Mungu. Unaweza enda kwa mission, unaweza enda kwa prayers, wakati mwingine unajinyima kwa hii mwili for the sake of the kingdom. Na ndio nilisema mtu aokoke. I don't think somebody can go for fasting if you are not saved. To fast kwanza, it is a progress because fasting is as you mature spiritually. I'll come to teach you once again. I have a book written in spiritual maturity another time. But I'm saying, give God your body as a living sacrifice. You go and take the word of God. You fast and pray, for the sake of the word. Are we together? Continue pray, and when we talk about fasting, hii mwili, kukosa kukula na kunywa. Na kwanza kwa PCA, wakati ingine inakuwa shida kidogo. Niliona hata mahali kwetu, tukianza kutengeneza kanisa, kila kitu tunaanza kwanza ni kitchen. Nimefanya research, kwa sababu nimesoma hata ninafanya research ingine. But this is a time that you commit to this body. Give God, you fast, you pray and fast. Are we together? And when I teach about fasting, mimi si teaching lessons that I have not done. I have fasted 5 days. Dry fasting. If I had ample time, I could have taken you through prayer and fasting, but that is a topic different. I will come another time. I could have taken you through the 7 steps of fasting. So, let us give God. Ndio tukue kiroho, tuendelee namna hiyo, and that way. Are we together? I may not elaborate so much because of time, but let us work for the Lord. Number 3, we talked about what? Giving God. Hamukunisikisa, nirudie mara ingine. Tulisema the first one, give God your heart. Number 2, give God your body. That's a living sacrifice. Number 3, give God your time. Number 4, give God monies, tithe, properties, and others. Number 5, give God your talents, either professional or spiritual. And we are number 3. We said, give God. Hamutaki kuongea? Hata ni viongozi wanaongea wale hawaongei. Okay. Number 3, give God your time. And I'm worried. People have no time with God. People have no time. Mtu akiamuka, anaamuka akienda kazi zake. Biashara zake, anaenda kwa mambo yake, kule ameajiriwa, hataki kukosea boss. Mungu, there is no time with God. Watu wanaamuka na wanaenda. But I'm telling you, na niliambia kanisa, wakati moja unaweza amuka ufikiri utaomba, uteleze tu hivi, uvunjike mguu. I'm telling you, hata wale wanakamua ng'ombe. Ng'ombe haitalala na maziwa. Wewe utaletwa hospitali, tutakuweka bandage, lakini ng'ombe itakamuliwa tu. There is nothing you stop. Najua wakati mwingine watu wanatuticha ati niko na haraka. Haraka gani? Itasimamishwa siku moja na utaona. Are we together? Wakati unaenda kukamua na teleza kwa kauda, unakuta mguu umefanya nini? Sisemi itafanyika, lakini inafanyika. Kwani hospitali tunaletewa watu gani? Au you are exceptional? So, lakini hakuna kitu itafanya nini? Hata iko kolegi yangu wakati ingine samani kidogo. Tulikuwa na yeye usiku, lakini wakati alienda nyumbani akagongwa na gari akakufa. Asubuhi nilipigiwa nikaambiwa daktari Gela, tunasema ni my boss sasa alinipigia. Umesikia kule kumefanyika? Jegerege ameaga dunia. Lakini enda uchikilie station yake as we prepare the burial. Hakuna kitu inasimama. Kazi inaendelea. Hamtaki kusikia hiyo. Lakini it is the truth. So people have no time with God. Sometimes I went to the doing my research in the bus, and I could see this young man preaching in the bus. And he was very serious in preaching. But people had no time with him. And he suffered even preaching in the bus. And people are talking. Vijana wanachukua simu ni WhatsApp tu. Lakini kijana anaendelea kusema 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7, the widow of the time of Elijah. Nobody is interested.
Na hata mwingine tulikuwa na yeye akaanza kusema watu wanajua tu kuongea na usikia ataitisha pesa tu. Sasa nikatitwa yeye anataka aitiche nini? Wewe ungetaka aitiche nini? Marege au ni nini ungetaka aitiche? Na hata bado huyu maliza kuhubiri. Can I get a bottle of water? Bottle. Kuna hand? Not a glass, just a ile ya mineral ikiwezekana. So lakini nilienda nikaona kwa hiyo basi mtu akimaliza kuhubiri ile kijana watu wakanakasirika atanaitisha pesa. Nikaona mtu wa kuuza dawa. Akasema sasa wewe mhubiri umemaliza. Sasa ni wakati yangu. Na akaanza kutoa chupa kama hiyo ingekuwa hapa na maji. Lakini ni kama ameweka makojoo kwa hiyo kachupa. Sijui ni mimi tu nimeona kwa basi. Anasema ukiona makojoo yako iko namna hii, jua the two kidneys are gone. Nikaona watu wamenyamaza. Na hata sasa ukiangalia chama ni watu wametulia wakisikia hiyo ya kamuganga. Nimeanza kuona wamewacha mambo mingi. Hata nimeona kwa sababu baba ya Mungu hataki, watu wengi hawataki. Lakini wakati hii mganga anasema na akawaambia msijali. Kwa hiyo chupa akaweka nini? Kadawa alitoa kwa mfuko akaweka. Kuweka tu hivi ikawa white. Sasa hata bila kusema anauza pesa ngapi, watu walikuwa wamejitayarisha kutoa. Lakini kwa mhubiri watu wanasema hata wakitupa anatuma shilingi 10 tu. Lakini this young man is doing a great work. Let us have time with God. Na watu niliwaona wakati na anakuja na kapicha amechora two kidneys and the liver. Na anasema anajua English sana. Anasema if you see your both kidneys having some black and white spots, this condition is called kidney cirrhosis. I mean daktari, that is true. Watu wanakuwa captured kama hivyo nimeona mko alati sasa. Na anasema sasa kule kwa company wamesema dawa hii tuuze 600. Lakini kwa sababu ya tumepatiwa nafasi siku ya leo, inaitwa nini? Promotion. Kila mtu atachukua wale watu 10 wa kwanza kuchukua mikono tutauza 100. Watu wakachukua wote kwa basi. Hata wakapitishwa okay this one. Alikuwa na hii ilikuwa ni kama ameweka makojoo sijui alikuwa, lakini wakati aliweka kadawa ikawa na hiyo ni ya kukapta attention ya watu wale wako kwa basi. So I'm saying how we don't take God's mambo ya Mungu very serious. Na sasa unaona hata mtu anapitishwa kwa stage akienda akiangalia tu ile mganga akiongea. So let us have time with God. That is nigemfanyia ka example ingine lakini because of time let us go to the other one. The other one we talked about giving God what? Monies and properties and tithe and giving. When we come to giving, thank you that we have a revelation that we should now tumewacha mambo ile ya kuwa tukitoa cess. Na ikiwa kule kwetu Laikipia tumeweza hata hapa na Vikiri. Najua tumefanya research tukaona cess ni kama hii jia ukienda sijui ya Dedero au ukienda hivi unakuta mahali imeandikwa Kiambu County Council cess point. Council ndio inaitichaga cess. Sisi tumetoka hapo na sasa tumeenda kwa 10%. And you know what? 10% ndio inaituequalize. Kwa sababu mtu akiwa anapata 300 per day. Pengine anapigia watu anaocha nguo za watu. 300 shillings anatakiwa atoe pesa ngapi 10%? That only. Siku 5 150. Si hiyo ni tosha. Siku ya 6 anapumzika na anaweza piga zake. Unaona kama mtu akileta hiyo 150 na hata sisi leaders tukiona ni 150 tusione kama ni kidogo kwa sababu inaweza kuwa ni tithe yake kamili. And you know what? When we come to tithing, the more you get money, the more you don't give tithe. Na tulikuwa na mzee mmoja wa pande ile yetu. Alikuwa na kabiashara, alianza ya matunda hivi ya 1000. And because the Bible told us about
Numbers 23 verse 19 that God is not what? Alisema nini? Not like a man. Akisema kitu anafanya, even when it comes to tithing, what he has said in Malachi and whatever in the Bible, it will come to pass. So this Muse was very faithful when the cabbaciness was 1,000. Akatoa pesa gapi? 100 shillings. Very comfortable. Ikiwa kidogo hakuna shida. Ikafika 10,000 biashara. Inaenda ikiinuka kama vile Mungu amesema anamuinua tu. 10,000 akatoa gapi? 1,000. Akawa muaminifu sana kwa 1,000. Inaendelea mzuri. Naye Mungu anainua kwa biashara. Ikafika 100,000. Akatoa gapi? 10,000. He was still comfortable. Akaendelea kutoa. Naye Mungu akainua. Ikafika million. Akatoa gapi? Hiyo hakutoa. Imekuwa mingi sasa. 100,000. Na anajua kuquote. Watu wanajua hata kuquote Bible. Alikuoti Isaiah 1 verse 18. Inasemaga nini? Amujui. Isaiah 1 verse 18. Come and let us reason together. Alikuoti. Watu wanajua kuquote ndio ajustify. Naye Mungu anajua kujustify na anajua kureason. Akamrudisha kwa biashara ya 10,000. Unaona biashara nyingine ukiangalia hapa ndio unaona ilikuwa imeenda hivi. I can see you are listening. So, let us give our full tithe. Let us give our full tithe. It's a big topic, lakini I'm saying, you may start kule kwetu. It is a very church in the remote areas, but si unaona imetoka mhubiri kutoka hapo. Nafikiri naweza itwa kutoka Nairobi, Laikipia tu hivi. It is only because of time tugeongea. Lakini tutaongea kwa kule kati ya kikusana. So, let us go to tithing system. Na kule kwetu tumeanza in our congregation Malumanet. Malumanet is Malumanet congregation Malumanet parish Laikipia Presbytery. Where I was the chairman finance last term. Hapa ni mzuri kuwa kalevo hiyo. Na beba business kule GA. Tunaona mko na mtu anaenda kidogo kwa anajua kanisa yani. So, na wakati hata kulikuwa corona tulijitolea, watu wakitoa tithe hawataki kujua wale hawatoi, lakini walitoa out of 200 people, walitoa 70 people, but they contributed over 3.5 million. Wangechagi kule mnaitaka Keni kupata 3.5, hata nyinyi kwani mmepewa gapi chairman? Ainyo mheto shigana. Mnahodhia. Lakini tukitoa 10% tutoke kwa SES. Hata sisi projection yetu ni ya kwamba tukienda strategic plan yetu ya 5 years ni ya kwamba tutakuwa tukifikisha miaka 5 tutakuwa tukifikisha 10 million. Hakuna kufanya soko kwa kanisa hata ikiwa ni ya guild. Kwani wanapewa pesa gapi kwa parish hapa? Kwetu wanapewa 60,000. Tunaandika check. Ndio kazi nyingi iwe ya kuhubiri. Watu wanapewa neno, wanachipa. Wakichipa ng'ombe kichipa ikikula Pollard inatoa maziwa hata ikiwa kule Malichoni. Inauliza ni nani atakuja kukamua. Lakini ukitoa maziwa na haikukula kitu utatoa damu. Unashika vile nasema. So 10% and 10% and giving of vitu yetu hata wakati ya zamani walikuwa wakipeana machamba yao na nini hata sasa tujicholee. Juzi niliuza plot yangu 1 million. Nikapeleka 100,000. Mwezi piga makofi kwani nyinyi mnapelekanga ngapi? Na hata mtu mmoja akaongea sana akasema Gera naye analetaka pesa yote kwa kanisa unataka nipeleke wapi? Si wewe unajua kule napelekanga. Unagojewa pale na kailetu ile tumini skati hapa. Si afadhali nipeleke kanisa kuliko akametumiwa na watu wengi na anyway. Taongea hiyo wakati ya couples. So niko na mambo mingi kwa hii kichwa. So tuko na 7 mambo ya giving lakini hiyo nitakuja kumfundisha lakini kwa sababu mmeongea mambo ya Thanksgiving na mtakuwa naye watu warudishe Thanksgiving ni mambo mengi umefanyiwa umepitia hii corona Mungu amekuinua tu uko hai umepitia mambo mengi you have things to give you have uko na kitu ya kuambia Mungu ni asante na asante hakuna kupimiwa lakini unatakiwa hata kutoa kitu utagusa moyo wa Mungu. Na unajua kwetu nilifanya hivi
nikaambia watu tutahesabu na miaka. Kila mwaka uko naye uhesabu na 10 shillings. Only 10. Wewe na bibi yako na watoto wako. Mimi niko na watoto 6. Nikahesabu zote na miaka yao, nikaona ni kama ninatoa 3000. Mnashika? Lakini mama moja alikuwa kwa kanisa alisema yeye ni wa miaka 87. Akaniuliza, wewe sasa mtumishi, hata mimi nitatoa na hiyo 10. Sasa nikamuuliza, sasa unataka utoe ya mtoto? Unajua yeye ako na 87. Sasa amehesabu times 10 ni 87. Sasa anataka kuhesabiwa na 20. Na Mungu amekupeleka hiyo year. So unataka kuwa kama mtoto. So hesabu na ile Mungu amekuweka, hata unaweza weka 100. Hii kanisa inaweza hata pata 2 million wakati ya Thanksgiving, watu wakijitolea na kusema ile pesa ningetumia kwa ventilator. Hospitali 600, ukiget to 600 Mungu chukua hii 100,000. Nyinyi namuona nyinyi mnaweza pitisha hata 3 million. Finally, sababu of time, ningetaka kusema giving ya talent na ile mambo ingine. Mtu akiwa na talent yake hapa, ikiwa ni wa praise and worship, anatakiwa kujitenga na kufundisha wale wengine mambo ya praise and worship. Haitakiwi uweke kama ni yako. Na unajua watu wa praise wakati mwingine wanajiliga kidogo. Iko msichana wa pande ile yetu alisema, kwa sababu watu wanabarikiwa nikipraise, sasa sitakuja nione vile watafanya. Jaribu kukosa kukuja, utakuta Mungu ni mwema. Atatafuta mama wako na hoarse voice, an old woman, a praise na hiyo voice, ukuta watu wameanguka chini wakililia Mungu. God is not a respecter of persons. Usijilike na yeye kipawa. Mnashika. Wewe uko ni mwalimu, kuja upatiwe dakika 5 na chairman ufundishe mambo ya tumesema teacher, tumesema nani? Ikiwa ni teacher ukuja tufundishe vile mtu ana watoto, tunaweza fundisha watoto wetu na vile tunaweza kuwapeleka shule gani. Ikiwa ni farmer, tuoneshe vile tunaweza si chakula itu maize and whatever. Ikiwa wewe ni daktari wa public health, kuja tufundishe. Ni baya sana mtu kukaa kule kwake kijijini na akikaa mahali pale nyumba ametengeneza mzuri, lakini choo ndio ilisahulika hata mabati. Ameweka kagonia. Unajua ni baya. Huyo ni daktari anasema, si mimi. Lakini it's good to kila mtu apatiwe nafasi ya kufanya nini. Na finally, yule mtu anatakiwa kupatiwa madakika nyingi. It is this person called a counselor. Yule ana counsel watu. Unajua watu hapa ukiwaangalia hivi unaweza fikiri wamenyamaza hivi ni kupenda. Wengine hapa wamechapwa 10 usiku hapa ukiwaangalia. Unaona hata wazee wanapigwa siku hizi, lakini hakuna shida. So lakini hangewachwa nyumbani kwa sababu ataulizwa na wale wengine, kwa nini uliwachwa bila kwenda kanisa. Lakini yako na pain hapa. Kwa hivyo sio hii ni cha counselor. To counsel a family. Ndio family ikikaa mzuri, hata kanisa tu sisi ni sales ya family, tumekuja kwa kanisa. So ukiwa baya nyumbani, hata kwa kanisa ni baya tu. Na tulikuwa na mzee pande hiyo yetu alikuwa akikuja kwa kanisa tu, akiingia tu anaanza sleeping. Akasleep, tukaona huyu mtu sleeping inaitwa nini Kiswahili? Kulala. Akalala mpaka tutasema nini kwa Kikuyu, kwa Greek tunasema ginyage italota. Modo chogeta italota, hiyo ni Greek. So tukatumana ulizwe kwa nini mzee ukifika tu kanisani unaanza kulala. Ule tulituma ituletee ripoti ya kwamba amesema mnaniambia nikose kulala kwa kanisa, na mnajua mimi I just get peace when I'm in the church. Sasa tukaona huyo alale tu, hata wao kitaka kulala lala. Ninajua ukirudi kule tunajua siku mzuri vile, wewe lala hapa, iko na atmosphere mzuri ya kulala. Na uniwe ukiniangalia huyo analala ujue ni wakamuheliga ile ya mtu huyu wetu. So counselor anatumia karatasi akiteach watu. So anasema anachukua karatasi na soma tips on marital happiness, what men should do. Sasa ni wase tunaulizwa vile tunaweza fanya boma zetu fanya nini. I will not expound so much because I will come another time and teach couples and it will be well. But wase tunaambiwa nini? Number 1,
ndio nyumba iwe mzuri. Praise her always and especially for job well done. Sasa ni wase tunaambiwa kwa kina mama wetu, wakifanya mzuri hata ikiwa wakati mwingine anaweka chakula inakuwa na chumvi nyingi, siku moja akikosa kufanya hivyo, praise her. Are we together? Number 2, clothe her. Mwanamke ni nguo. Let her be smart. Ni wase tu tunaambiwa. Hawa ladies wetu, hawa ni wazuri sana. Ukitaka tu akae hivyo na akae mzuri, wewe kile tu unaangalia na macho unaona utaanguka kwa salvation, nunulia wako. Na mimi wakati niliona nimeokoka nikiwa Bethlehem na nikaona nitakaa kwa salvation, na mimi nataka kukaa na bibi yangu, nikamnunulia mimi skati mbili. Moja ni ya kutembea naye na moja nawekaga wakati watoto wamelala. Na mimi naanza kumtuma niletee maji moto, niletee. Kumbe ni kama msichana ile akiwa hai hivi na hivi, kumbe ni kama msichana ile mwingine. Na huyu situmii pesa. Unaona mkienda kwa wizi. Na nyinyi vijana muangalie hivyo. Hata nyinyi muweke wasichana wenu namna hiyo mkifika wakati ya kuoa. Na nyinyi vijana ningetaka kumwacha na kusema hivi, na mfundishwe hivi na tutamfundisha ya kwamba mvulana si kukaa tu kwa hapa kwaya na hatoki hapa Delhi. Mnafanya baya sana kukaa mahali mtu anaamka siku moja anasema nimeenda Nyahururu, na ukikuja hapa unaomba kwa festival uimbe wimbo moja. Who knows ukiwa pale wakati unaimba kawimbo ukikaa hapa. Hata kijana moja alikaa mahali mmoja kule kwetu mpaka akauliza wasichana 6 wanamkataa, mpaka akasema nitawacha hiyo wokovu ikiwa amenua. Kumbe ni yeye tu anakaa mahali moja hataki kutoka. Si hata siku moja uende Goliodito, lakini hapa ni pale chini uende Sigona kule kwa Reverend Bogwa au Agige na uombe na unaona kijana anaenda kwa matatu kutoka hapa mpaka Nyahururu au Nakuru, na ako kwa WhatsApp tu, na ule mtu wako karibu na wako kwa City Lex ni msichana. Na utoe ushuhuda, mimi naitwa John Gera na nimeokoka Yesu ni Bwana. Hebu wakati mnaongea hivi akwambie mimi ni bibi wa wenye. Sasa akisema ni bibi wa wenye uchange tune. Tunatuonesha nini mnafanya kanisa ikose. Tutakuja kumfundisha wakati hiyo ingine. God bless you so much. Remember giving God your heart. God your body as a living sacrifice. Give God your time. Give God money and properties, tithing, and give God your talent, spiritual gifts and others. Thank you, Father, because that is what you wanted us to say today, God. And even before the creation, you had purposed that word will be given a time like this one, oh God. So I thank you for presenting it, God. May it be magnified by you, that it may reach to this congregation in a broader way, because you are God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.